من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وانفعنا بعلومه آمين. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Tunaendelea na darasa letu la mwezi Ramadhani kwa mwaka huu 2026 tukiwa hapa kwenye msikiti wetu wa Al-Hidayah Kitangiri, Mwanza, Tanzania. Na aya yetu ni moja ambayo imo kwenye suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam au suratul Kitali, ambayo inasomwaje? Jamani, hadi maneno ya Mungu hapa tunasema inna ahsanul hadithi, maneno mazuri zaidi ni kitabu cha nani? Sasa aya moja jamani, atuhifadhi, na huko karibuni wote ni walimu. Aya moja atuhifadhi, aya moja maneno Mwenyezi Mungu moja tu. Kesho tukiwa haja muhifadhi, nje muhifadhi aya moja tu. Na tunapokuwa tunachukua hivi aya, ilmu inaitwa, sisi tunatafsiri nini? Tafsiri yetu ina njia gani? Inaitwa tafsirul mawdu'i. Inaitwaje? Tafsirul mawdu'i ni kuchukua tu aya moja au maneno machache ukatembea nayo hayo, sio ile kwamba unaanza aya ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Hii inaitwa tafsirul mawdu'i. Sasa maudhui yetu sisi ni kuzungumza la ilaha illa Allah, maudhui yetu. Kwa hiyo mwaka jana tulikuwa na maudhui yetu ni birrul walidain, wema kwa wazazi. Mwaka juzi tulikuwa na fadhilatul Jumaa, kuzungumzia Ijumaa. Kwa hiyo tunachukua maudhui. Leo tuko sehemu ya kwanza katika darasa, sio sehemu ya kwanza katika mpango wa masomo. Kwa mpango wa masomo leo tuko somo la ndio sharia, tunaingia la 4. Lakini kwa mpango wa sehemu za somo letu la la ilaha illallah leo ndio tunaanza. Nafikiria ndio hivyo. Sehemu ya kwanza inasemaje? Sababu za kuchagua kusoma somo hili. Nafikiria wengine tumepata karatasi hizi. Pale juu kuna aya. Umeiona? Inasomekaje ile aya? Imo katika suratul Hijr. Imo katika suratul Hijr. Imo kwenye suratul Hijr. Fa rabbika, ninaapa kwa kumtaja Mola wako ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anaapa, na kuapa kwa Mwenyezi Mungu ni kitu ambacho ni jaiz katika sifa zake. La nas'alannahum ajma'in, nitawauliza watu wote, amma kanu yamaluna, kutokana na yale waliokuwa wanayatenda. Hii karatasi tutakuwa tukisoma na kuambia piga mstari hapo. Qauluhu ta'ala, neno lake Mwenyezi Mungu tunapaona hapo.
Jamani, somo letu sisi tunazungumzia la ilaha illa Allah, pamoja na kwamba aya tutakuja kuona ina vitu vingi vingi. Qauluhu ta'ala, na hii tafsiri ya Imam Qurtubi, tafsiri ya Imam Qurtubi. Jamani, tunakataa simu katika vitu ambavyo wasivipendi ni mlio wa simu, kwa sababu tumetoka majumbani kwetu sote, tunakusudia kuja wapi? Sasa wewe kuchanganya tena, unachanganya watu wazima. Kama unataka simu yako, kaa nyumbani kwako, kaa nje kule kwenye kutabia. Haya, mtu kanunue itikafu. Itikafu gani anafanya hivyo? Itikafu na simu? Au itikafu watu wenyewe? Itikafu haihitaji kuchanganya na kitu kingine chochote. Hapa ndio kwenye itikafu, tuko ndani ya Ramadhani, tuko msikitini, tuko kwenye darasa. Mambo yote hayahitaji simu. Qauluhu ta'ala, neno lake Mwenyezi Mungu alosema fa wa rabbika, ninaapa kwa kumwapia Bwana wako. Yani Mwenyezi Mungu anasema naapa kujiapia mimi, la nas'alannahum ajma'in, nitawauliza viumbe wote, nitawauliza watu wote na majini, nitawauliza. Sasa teremka chini. Qauluhu ta'ala, umepaona pale? Wa rabbika la nas'alannahum ajma'in, ay la nas'alanna haula'i, nitawauliza hao watu. La nas'alanna haula'i, nitawauliza hao watu. Alladhina, watu ambao, alladhina, watu ambao jara dhikruhum, umepita utajo wao. Jara dhikruhum, umepita utajo wao. Na watu ambao pia wana utajo ni watu wa la ilaha illa Allah. Amma amilu fi dunya, katika yale waliyofanya duniani. Wa fi Bukhari, na katika kitabu cha Imamu Bukhari, kitabu cha Imam Bukhari kuna kitabu tafsiri, kuna kitabu cha tafsiri. Ukienda kwenye kitabu cha tafsiri kwenye Sahih al-Bukhari, anasema waqala Ali, waqala Idda, waqala Iddatu, wamesema kundi la watu wengi, min ahli al-ilmi, miongoni mwa watu wa elimu. Waqala Iddatu, wamesema watu wengi, min ahli ilmi, katika watu wa ilmu. Fi qawlihi, katika nini? Katika neno lake Mwenyezi Mungu, fa wa rabbika la nas'alnahum ajma'ina makanu yamaluna. Watu wa elimu wengi wamesema hiyo aya inahusu kuulizwa nini? La ilaha illallah. Piga mstari hapo au weka namba moja. Hapo kwenye ile weka namba, hapo kwenye hiyo paragraph weka namba moja. Weka tu namba hapo. Hilo ni jambo la kwanza la umuhimu wa kuchagua kuisoma la ilaha illallah. Ni jambo la kwanza la umuhimu. Ni sababu ya kwanza kwamba tunaenda kiyama, lakini tujue kule tunakokwenda tutafanyaje? Tutaulizwa la ilaha. Sababu ya kwanza hiyo. Lazima tujue hivi. Kwa mimi nikaona kama tutaulizwa la ilaha illa Allah kule, kwa duniani lazima tufanye hivi. Tuisome, tujiandae kabisa. Kwa sababu balil insanu ala nafsihi basira. Kila mtu yeye mwenyewe anafanyaje? Anajijua. Kwa hiyo ujue kabisa mimi si swali kiyama sitoboi. Mimi si swali tarawih mwezi wa Ramadhani. Ramadhani yangu isitoboi. Sina dharura kabisa, sisomi Qur'ani. Ila Ramadhani yangu hii lazima ujibu. Na Ramadhani kuna vitu vingi tunaviacha. Ukiambiwa tu utaje vitu ambavyo ni sunna mtu avifanye, viko zaidi ya 30. Kwa hiyo namba moja,
Tumeleta kuchagua kusoma la ilaha illa Allah kwa sababu la ilaha illa Allah kiyama itafanyaje? Itaulizwa. Tuambie wewe ulipokuwa unasema la ilaha illa Allah uliipa haki yake? Bakwa tutakuja kusoma hapo, tukisoma ile faala ile ilmu. Leo watu hatuwapendi wanachuoni. Hatuwapendi. Yaani unaweza ukaa nyumbani kwako mwaka mzima amuone hata watu kuja kusalimia. Mtakutana kwenye darasa mwezi Ramadhani. Ndio hivyo. Tutakuja kuona hapo, tutagusia ile faala, tutasoma pale kidogo kwenye ilmu uone kiyama watu wa elimu watakavyokuwa na thamani. Tutasoma na kitabu nitaleta na karatasi. Kiyama itafikia mtu amali zake za kheri zimekuwa ni chache, za shari nyingi, ataambiwa mpelekeni motoni. Akipelekwa Mwenyezi Mungu atamwambia Jibril, nenda kwa mja wangu, hebu mrudishe hapo. Tamrudisha. Alafu ataulizwa, hebu niambie, ulikuwa na urafiki na mwanachuoni duniani? Ulikuwa na urafiki hivi? Kwa urafiki na mwanachuoni? Sema hapana ya Rabbi, mimi nilikuwa sina rafiki mwanachuoni. Basi mpeleke. Peleka tu. Atakwenda, rudisha. Tarudisha. Ulikuwa wewe huna rafiki mwanachuoni? Ulikuwa huna rafiki mwenye urafiki na mwanachuoni? Sallu ala rasulillah. Wewe ulikuwa huna rafiki na mwanachuoni. Wewe ukuwa una urafiki ambaye huyo rafiki ni nani? Hukuwa naye, asikuwa naye, Mungu asapeleka tu, ana maana. Kujua hili. Kwa hiyo kama mtu atasamehewa kwa kuwa ni rafiki mwanachuoni, sisi hatuna wanachuoni, hatuna urafiki na hizi tunahitaji. Haya, tunaendelea. Kuna kultu, sawa? Iache ile kultu, wewe iache. Teremka. Mstari wa pili, kultu iache. Ndio mstari wa pili, hadathana. Umeiona? Na hiyo iache ndio kwenye Anas ibn Malik. Huu mstari wa pili kushoto. Mmepaona? Anas ibn Malik radhiallahu anhu. Mmepaona hapo? An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anatoa maelezo kutoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad fi qawlihi. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa maelezo kueleza hii aya, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina ma kanu ya'malun. Anas anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kutoa maelezo ya hii la ilaha illa Allah. Qala, Mtume akasema an qawli la ilaha illa Allah, kutokana na hiyo kauli ya la ilaha illa Allah. Mmepaona hapo? An qawli la ilaha illa Allah, kutokana na kauli ya la ilaha illa Allah. Qala Abu Abdullah, alisema baba wa Abdullah. Qala Abu Abdullah, alisema baba wa Abdullah. Mtume alipokuwa na alisherehesha nini? Kwanza alisema maanahu indana, kiyama utaulizwa nini? Nini maana yake? Tutaulizwa maana. Weka namba 2. Namba 1, tutaulizwa la ilaha illa Allah yote pale juu. Hii ya pili, Mtume aliposema fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina ma kanu ya'malun, Mtume alisema mtaulizwa an maanaha. Mtaulizwa nini? Maana yake. Kwa hiyo mtu akiishi duniani lazima ajue ujue maana yake. Sio unakaa tu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Maana yake unajua? Tutaulizwa. Namba 2 andika.
Kwa hiyo tutaulizwa maanahu indana, tutaulizwa maana yake kwetu sisi. Inatosha? Haitoshi. Tena an sidqi la ilaha, tutaulizwa ukweli wa la ilaha illa Allah. Kama ribono ni kichwa hukumu hii. Tutaulizwa la ilaha illa Allah, weka namba 3 hapo. Pili, tutaulizwa maana ya la ilaha illa Allah. Lakini 3, tutaulizwa an sidqi la ilaha illa Allah, ukweli. Tutakuja kuona kule mbele ukweli wa la ilaha illa Allah ni upi. Ndio maana nikasema tutulie. Inatosha? Haijatosha. Tena wawafaiha na utekelezaji wake. Wawafaiha na utekelezaji wake. Nne, weka namba. Utaulizwa uliitekelezea la ilaha illa Allah haki zake. Ya kwanza utaulizwa la ilaha illa Allah yenyewe. Ya pili utaulizwa maana ya la ilaha illa Allah. Ya tatu ukweli wa la ilaha illa Allah. Lakini ya nne utekelezaji wa la ilaha illa Allah. Ndugu zangu, tutakuja kuona huko mbele. Yaani hapa tumeshaporomoka katika wote tunaishi. Kila atakayekuwa anatamka la ilaha illa Allah lakini akaenda kwenye maasi, maana faula la ilaha illa Allah haijamnufaisha. Na hadi maneno tuyaona ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimeeleweka? Teremka chini. Anzia pale kwenye kuntu. Jamani, hatuna haraka sisi. Anzia kwenye kuntu. Hesabu ndio mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita. Sawa? Njoo sawa. Mmepaona? Wa inna ma qala Rasulullah. Mmepaona? Hamjapaona? Pale kuna kultu. Mmeona kwenye kultu? Mmeshapaona au naitikia tu? Hamjaona pale kwenye kultu? Mmeshapaona? Sasa pale kwenye kultu uwe mstari wa kwanza, teremka wa pili hadathana. Mmepaona? Wa tatu Rasulullah, wa nne Allah, wa tano tanzilihi, wa sita yakunu, ya saba ni amalu. Mmepaona hapo? Haya, hapo hatusome maelezo yote kwa sababu yatachukulia muda. Mmepaona hapo amalu? Pia kamstara kwa hilo sawa. Kwa hiyo huku nyuma tumeshaona kuna vigezo vingapi mpaka hapo? Viko vingapi? Viko vigezo vinne. Haya, anasema wa inama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la ilaha illa Allah. Si jambo jingine, na hakika si jambo jingine. Qala Rasulullah, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam an la ilaha illa Allah, kutokana hiyo yani ai anwafai biha, tumeshasoma hapo juu. Sawa? Utekelezaji wake, wasidiku limaqaliha, na ukweli ule anayesema. Sasa nini? Kama qala al-Hasan al-Basri, kama alivyosema Hasan, anasema laisa al-imanu, haikuwa imani bitahalli, ni kwa kujipamba tu. Laisa al-imanu, haikuwa imani bitahalli, kwa kujipamba tu. Wala dinu, na haikuwa dini bitamani, kwa kutamani, kwa kufanya mambo unavyotaka wewe. Dini haiko hivyo. Wala dinu, na haikuwa dini bitamani, ni kwa kutamani, kwa kufanya unavyotaka wewe. Walakin, lakini ilivyo imani, ilivyo na dini ilivyo, mawaqara fil qulubi, inahesabika kile kilichokita kwenye moyo, wa sadaqatuhu al-amali, na kikathibitishwa na matendo sahihi.
Kwa hiyo ukisema la ilaha illallah, hivi vitu haijakita kwenye moyo wako, haijathibitishwa na matendo yako, bado hujawa katika watu wa la ilaha. Piga mstari hapo, tia namba hapo. Kwa hiyo sababu ya tano ya kusoma la ilaha illallah ni kutaka kujua la ilaha illallah imekita kwenye nyoyo, na la ilaha illallah inaendana na matendo yetu. Jamani, mpo? Mbona leo imekuwa kimya sana? Walihadha, na kwa maana hiyo shababari, mbona unainua sana kalamu haishiki kwenye karatasi, au mnakwenda haraka sana? Eti naenda haraka sana au sieleweki? Namba 5 tunachukua kauli ya Hasan al-Basri radhiallahu anhu, na ukimzungumza unamzungumza mtu mkubwa sana, mtu ambaye alipata nafasi ya kunyonya ziwa katika maziwa la mmoja kati ya wake za Mtume Muhammad nasema tumzungumza huyu, uzungumzi kama ni mtu wa kawaida. Alipata nafasi ya kunyonya ziwa katika maziwa ya mmoja kati ya wake wa Mtume Muhammad. Kwa hiyo hawezi kuwa ni mtu amepata vitu. Anasema kama qala Hasan al-Basri, laisa al-imanu bitahalli, haikuwa imani ni kwa kujipamba tu. Wala dinu, na wala haikamiliki dini kwa mtu, hayui dini bitamani, kwa kutamani kufanya unavyotaka wewe. Kwa hiyo huwezi kusema la ilaha illallah unavyotaka wewe. La ilaha lazima uifuate, lazima ufuate masharti zake, nguzo zake, adabu zake, haki zake, ndio isabiwe umeingia katika watu wa la ilaha illallah. Lakini imani na dini vilivyo, lakini imani na dini vilivyo, ma waqara fil qulubi, ni kile kilichokita kihakika kwenye moyo. Ma waqara fil qulubi, ni kile kilichokita kihakika kwenye moyo. Wa sadaqatihul amali, na kikathibitishwa na nini? Sasa kama sisi hapo, mtu anakuja kwenye darasa, si mwanaliza, unathibitisha matendo yako kuja kusoma kweli, au unakuja kufanya mchezo? Lazima uthibitishe, mimi nakuja kwenye darasa, ni darasa tu, kingine kitakuja baadaye. Kwa hiyo la ilaha illa Allah ili iwe inahesabika wenye ya kweli, itoke kwa mtu ambaye moyo wake umekita kwenye dini, kwenye imani, lakini pia iwe inathibitishwa na nini? Na matendo. Yaani ukisema la ilaha illallah, wewe mwenyewe uwe ni mtu wa matendo ya la ilaha illallah. Hizi ni sababu kwa nini tunaisoma, tupate kujua, ili moyo ukite kwenye la ilaha illallah. Huyu mtu mwenye kusoma huyu lazima awe na sifa. Akiwa na sifa hizi, moyo wako utakuwa umekita kwenye la ilaha illallah. Kama hana sifa, bado ni kama vile Uislamu. Sisi tunajiita Waislamu, lakini inawezekana bado. Al-Islamu huwa al-khudu' wal-inqiyad. Kuna watu wanasema Uislamu ni kunyenyekea, na mimi nasema Uislamu huwa al-khudu', ni kupokea maelekezo ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal-inqiyad, na kuyafanyia kazi. Huo ndio Uislamu. Anasema Uislamu ni kunyenyekea na kufuata. Mimi nasema Uislamu ni kupokea maelekezo, upokee maelekezo halafu yafanyie kazi. Umuhimu sababu ya ngapi hizo? Ni sababu hizo. Walihadha, anasema Hasan al-Basri, walihadha, na kwa maana hii ya kujua kwamba lazima la ilaha illallah ikiti kwenye moyo na isadikishe na matendo, kwa ajili hii qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umepaona hapo jamani? Sio nimewaacha
nasema huwa na msemo, nasema ukitaka kufika mbali fanyaje? Nenda na unataka kufika mbali, nenda na twende pamoja, tafika mbali. Mtume sasa anasema man qala la ilaha illa Allah, atakayesema la ilaha illa Allah. Mtume amesema atakayesema hiyo kwa sharti au bila sharti? Amesema useme hiyo kwa sharti au bila sharti? Sharti gani? Msomeni hapo. Mukhlisan. Sio tunacheza tu, tunambwela. Shahadu an la ilaha illa Allah na astaghfirullah. Kwa mchezo la, unatakiwa usome mukhlisan, aisome kwa ikhlas. Na tutakuja kuona huko mbele mtu ambaye ni mukhlis kwenye la ilaha illa Allah, ukiangaliwa moyo wake awe Mwenyezi Mungu ndio mpenzi kajaa, na Mwenyezi Mungu awe ni maksudan, na Mwenyezi Mungu awe ni maabudan. Sio sisi ukifiwa mara 2-3 si bure vipi? Mjaze Mungu. Ndio maana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo atakayesema, anasema kwa maana hii lazima iwaqir, itulie kwenye moyo na isadikishe na matendo. Baada yake ndio Mtume akasema man qala la ilaha illa Allah mukhlishan dakhala aljanna. Ataingia wapi? Maswahaba waliposikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man qala mukhlisan, wakaona hii mukhlisan nini? Qila, wakafanyaje? Wakauliza hawa mukhlisan nini? Qila, wakasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa ma ikhlasuha, hiyo ni ipi hiyo ikhlasi ya la ilaha illa Allah ni ipi? Tuambie na sisi tujue, tukisema tuseme kweli tuwe mukhliswa. Wa ma ikhlasuha, akasema qala ikhlasi ya la ilaha illa Allah. Ukisema kwa la ilaha illa Allah, maneno ya nani hayo? Ni maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad. Anasema ili ionekane umesema kwa la ilaha illa Allah ikhlas, anta hajuzahu an maharimillah, anta juzahu an maharimillah, imziwie la ilaha illa Allah, asifanye hivi, asiingie kwenye nini? Tupo hatupo, bali insanu ala nafsihi, kila mtu anajijua. Mtu ambaye anaisema la ilaha illallah kwa ikhlas, la ilaha illallah huwa inamfanyia kazi yake. anta hajuzahu an maharimillah, maharimi yote yaliyoharamishwa nani? Imziwie, asiwe muongo, asiwe mzinifu, asiwe mwizi, asipunguze mizani, asiwe anachelewa Ijumaa. Najua kuchelewa Ijumaa kila siku watu wanapanda, Mwenyezi Mungu anakasirikaga, kasirika. Aina nahnu, tuko wapi? Tumo kwenye la ilaha illallah ndani au tuko nje? Tuko nje shekhi, tuko nje. Rudi kwenye ile aya, bali insanu ala nafsi basira, wala au alafu Mwenyezi Mungu ni fundi sana, walau alqa huwa tunatoa sababu za kwepa. Mungu anasema kila mtu anajua, hata kama atakupesha anajijua huyo. Ndiyo maana ya ikhlas. Sawa? Rawahu Zaid ibn Arqam wa anhu, na kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidha tena qala, Mtume alisema tena akasema kutoka na hiyo la ilaha. Kwa hiyo unatakiwa uweke namba pale kwenye anta hajuza wal maharimillah. Weka namba ngapi? Ni sababu ya 6 uijue la ilaha illallah. Ili kuijua la ilaha illallah lazima iwe na mzuia mtu asiingie kwenye maharimillah. Haiwezekani shekhe umepewa
dhamana. Shekhe, umepewa dhamana na mradi uko hapo, halafu unakula mradi wa Waislamu, halafu unatuambia fa'lam annahu la ilaha. Cha kuchezea shekhe bwana. Tunao watu wanamdai imamu. Tulikuwa kwenye msikiti mmoja, watu wanajua. Tulikuwa kwenye msikiti mmoja, tunachangisha pale, imamu anafunja sanduku mpaka tukatengeneza la chuma akakata kufuli. Jamani, watu tunajua. Watajua. Ndio imamu anasema pale, Allahu Akbar. Mungu wala malaika hawezi kuangalia kwako, anajua wewe una kitu, anaanza kuangalia kwa magoma. Swala inaanza kuangaliwa kwa imamu, lakini wanakujua wewe. Ndio kama yule mtu Mtume SAW anasema kuna mtu amesafiri kachakaa, manywele timtim, nguo zimechakaa, njaa inataka kumuua, alafu ananyosha mikono, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Vigezo vyote tayari Ukisema ya Rabbi mara 3 Mwenyezi Mungu anasema labbaika ya Rabbi. Lakini Mtume SAW anasema sasa utasema ya Rabbi, lakini amekula haram, mavazi yake haram, mwili wake umenenepa kwa ajili ya fa anna yustajabu. Mtume asema watanibiwaje huyu? Sasa wanataka uwe mtu wa la ilaha illa Allah, unapunguza mizani. Na watu wengi hawajui wailu lilmutaffifina, sio wale wenye mizani ya kupima tu hivi. Na kitabu nikitaka hata kesho ndio nitakuonyesha. Kuna watu wataingia katika wailu lilmutaffifina kutokana na kutokuipa Ramadhani haki zake, wataingia kwenye wailu lilmutaffifina. Kwa hiyo kama tunasema la ilaha illallah lakini bado tunaingia kwenye maasi, tumeingia katika wailu unaingia wa anhu aidan. Na kutoka Mtume SAW tena tumeona sababu ya 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, ahida ilayya, alichukua ahadi kwangu. Inna Allaha, haka Mwenyezi Mungu, ahida ilayya, alichukua ahadi kwangu. Weka namba ya ngapi hiyo? Ya 7. Kwa hiyo la ilaha illa Allah ni ahadi kati ya Mwenyezi Mungu na nani? Na mtume wake. Sasa alichukua ahadi ya aseme mtume hapo, alla yaatiani ahadun, asije akanijia kiyama mtu yoyote. Alla yaatiani ahadun, asije akanijia mimi kiyama ahadun, mtu yoyote, min ummati, katika nini? Asije kiyama akaja mtu kwenye umati wangu bila ilaha, asije na la ilaha, kwa sababu tutakwenda nazo hizi. Tumesema tutakwenda nazo, tutafuliwa na la tutakwenda nayo, sababu itaulizwa. Fa wallahi la nasallanahum ajma'in. Sasa mtume anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichukua ahadi kwa mtume wake, akamwambia bwana, chonde umati wako asio akakuaibisha kiyama, sababu nitawaleta na hilo la ilaha, nitawaleta. Sasa waambie wasije akakuaibisha. Tutamwaibisha kwa kitu gani? Tunamwaibisha kwa nini? alla yatiani ahadu min ummati bila ila Allah la yukhallitu biha shay'an, akawa hakuichanganya la ilaha illa Allah na kitu kingine. Waambie watu wako wasije kiyama akakuaibisha. Nimewapa hii ni zawadi hii. Sasa watakuja watu kiyama watakutia kasoro wewe. Ahadi hiyo. Wako watu watakuja la ilaha ya kiyama ina makorokoro. Ndani yake kuna mafutuhi, kuna Chadema, kuna CCM.
kuna CHAWATA si CHAWAKITA. Wakija wameichanganya watafaidisha, lakini wakija hawajaichanganya ila wajabati lahu itamwajibikia mtu atakayekuja leo hakuichanganya, itamwajibikia nitamuingiza wapi? Kwa hiyo kinyume chake akiichanganya tu, Sheikh, wewe ndio utapata aibu. Ni ahadi. Mmeweka kwenye ahadi namba sababu ya saba ya kusoma hii. Qalu, wakasema bwana, maswahaba wakasema, wanamuuliza Mtume. Qalu, wakasema maswahaba, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa man ladhi yukhallitu bila ilaha illa Allah, na ni kitu gani ambacho kinaweza ikachanganyika na hiyo la ilaha? Kitu gani? Yaani mpaka tu tumeichanganya na makorokoro. Haya makorokoro ni vitu gani haya? Jamani, mpo au nimewacha? Ukitaka kwenda mbio nenda peke yako, lakini ukitaka kufika mbali nenda hiko ndio wanaisema. Kama unataka kwenda mbio tuache, sisi hatuna mbio. Ukitaka kwenda mbio nenda peke yako, lakini ukitaka kufika mbali tunakwenda taratibu. Sheikh Isa huko hapo. Mna rekodi kuwarushia watu mambo makubwa sana. Mambo makubwa kweli kweli. Wakamuuliza, hivi kuchanganya utaichanganyaje? Hala. Akafanyaje? Mtume sallallahu akasema, kuchanganya hiyo kwanza ni hirsu ala dunya. Hirsan ala dunya. Ni mtu kuishi duniani pupa yake yote ni mapenzi ya watu. Tuko hivyo au hatuko hivyo? Sasa mtu hapa ameacha darasa, lakini utamkuta yuko hapo anazungumza. Yuko hapo anacheza draft. Yuko anacheza kera. Yuko ndani yake. Wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Mwenyezi Mungu anamwambia, Bwana nakupa ilaha illa Allah, itaokoa umati wako. Lakini watakuaibisha kiyama hao. Sababu nitawauliza. Aibu yake ya kuaibisha ni kwamba watakuja na la ilaha illa Allah, hali yako umefanyaje? Wameichanganya na vitu ambavyo havikutakiwa kuwepo na la ilaha illa Allah. Kwa hiyo utaona aibu, sitawaingiza peponi hao. Sallu ala nabii. Umeelewa au umeelewa? Sasa maswahaba wanamuuliza, sasa hebu tuambie, na sisi tuko duniani humu na ndio tutakufa. Sasa ili tuende kwa Mwenyezi Mungu tujue hatujachanganya. Ili kuichanganya ni kufanya kitu gani ndio tumechanganya? Mtume akasema, akamuuliza, wa man ladhi yukhallitu bila ila Allah, na ni kitu gani ambacho mtu anaweza kuchanganya na Allah? Qala, Mtume akasema, hisu ala dunya, ni kuishi duniani hali ya kuwa unakupia maisha ya bali tuthiruna alhayata hivyo. Na ndivyo tunavyoishi au ni kinyume chake? Ni kinyume. Tena wajamaa laha, na akakusanya vile vya duniani. Wajamaa, na kukusanya yale ya duniani. Wa man'a laha, na akakataa kufanyaje? Kuvitoa. Kuwa na kupa ya dunia, kukusanya vitu vya duniani na ukakataa kuitoa, hiyo ni sehemu ya kwamba umeichanganya la ilaha illa Allah na vitu ambavyo havitakiwi. Tupo. Anasema kuna watu yakuluna qaula al-anbiya, kuna watu watakuwa wanasema maneno yanayosemwa na mitume, wayamaluna amala jababira, lakini wanafanya matendo ya watu waovu. Yakuluna qaula al-anbiya, pia kuichanganya dunia, kuichanganya la ilaha na vitu vingine. Yakuluna qaula al-anbiya, ni watu kusema maneno ya mitume, wayamaluna amala jababira, lakini wakawa wanatenda matendo ya kifirauni kabisa. Tupo hatupo? Watu wa maulidi baadhi yao wanaletewa mchele kilo 200,
wanapika 130, 70 wanagawa. Alafu wanasema sisi ndio tunasimamia dini. Sio kwamba wanasema maneno ya mitume alafu matendo yao dalila. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mbona mnasema kinyume nyewe? Mwasema hivi, mwasifanya hivi. Na kwa hiyo kuichanganya la ilaha illallah na vitu vingine ni pamoja na hii. Na kuna sema shekhe hodari sana kwa kusema. Hodari sana. Lakini tuko kinyume sana. Naletewa tende box 10 shekhe, wagawie waumini wako 3 napeleka nyumbani. Huyu kasema wagawie waumini. Hajakutaja wagawie waumini wako, hujatajwa. Muulize, je, na mimi nina haki ya kuchukua? Lakini wagawie waumini, gawie waumini tu. Zakatul fitri, tumeona baadhi ya misikiti zinakusanya zakatul fitri, halafu viongozi ndio wanaanza kujikatia pande. Wewe kiongozi una sifa hiyo, inama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina, wewe upo kati hao? Chakasaje watu wa msikitini bwana? Jalieni sema wanaingia wala amilina wenye kufanya kazi nini? Sasa amilina mmeletewa msikitini. Si mimi nimeleta zaka yangu msikitini, nimempa Sheikh Omar, zaka yangu iligawie kwa wapi? Amefanya kazi gani? Amiluna ni wale waliokuwa wanatoka kwenda kufanyaje? Kukusanya, anatoka hapa anaenda Shinyanga, anaenda Singida, anaenda Dodoma, wanafuata matajiri. Ndio wewe umeletewa msikitini hapa? Umekaa msikitini hapa? Eti jamani nakubali. Kubali hiyo. Unja mtazi kiasi gani? Umeletewa hapa, maskini anaishi nyumba ile pale. Kazi gani umefanya? Sallu ala nabii. Tunakaa hapa, tunamaliza saa nzima. Leo hakuna maswali. Tumeelewa ile kuichanganya. Niliweka namba pale, au kuweka namba kwenye ahadi. Ile ilikuwa ni ahadi ya Mtume sasa. Namba 7 hii. Warawa Anas ibn Malik qala, na amepokea hadithi Anas ibn Malik qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni Anas ibn Malik, so Malik ibn Anas ni sahaba huyu, katika masahaba waliopata nafasi ya kuishi umri mrefu miaka 120 na kumuta, lakini bado anaenda watu kumuuliza masala mpaka alipofika mahali akasema, jamani, sasa naona mdomo umeshakuwa mkubwa sana, hebu haya mengine hebu nizeni vijana wako. Anas bin Malik qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sema Mtume Muhammad asema la ilaha illa Allah. Hiyo la ilaha illa Allah ina kazi yake, tamna'u libada, huwa inawaziwia waja wa Mungu. Tamna'u ibada, inawaziwia waja wa Mwenyezi Mungu, min sukhutillah, kutokana na ghadhabu za Mungu. Tutakuja kuiona kwenye faida la ilaha illallah. Hapa tunasema kuna somo faida kule, tutakuja kuiona na hii ipo. La ilaha illallah tamna'u ibada, inawaziwia waja min sukhutillah, kuingia katika ghadhabu za nani? Za Mwenyezi Mungu. Hapa katikati kuna maelezo, kuna kabisa pale, ruka yote hii ni sherehe hapa juu. Chini kule, nenda chini kabisa kule. Pale nilipoandika maisha. Umepaona? Kwa sababu hii hapa chini ndio inaunga. Ilikuwa iko kwenye peji ya pili. Sasa nikaona niikate ile peji niunge hapa. Sisi nitakuwa nimeeleweka. Kwa hiyo haya maelezo ya kwenye mstari hapa chini, haya ni sherehe ya hii ya juu tulikuwa tunasoma. Hii tunasoma hapa inakamilisha peji nyingine. Kwa utasoma malam, kwa mtu ambaye ameshauri malam yughthiru la ilaha illa Allah, tamna'u ibada, inawaziwia waja wa Mwenyezi Mungu, min sukhutillah, kutokana na ghadhabu za Mwenyezi Mungu, kutokana na adhabu za Mwenyezi Mungu, kutokana na hasira za Mwenyezi Mungu. Itawaziwia kwa kipindi gani, kwa sifa gani? Malam yughthiru, kwa muda ambao hawajayapa kipaumbele safaqata duniyahum, maisha ya dunia yao. Itawaziwia na ghadhabu, ma lam yughthiru,
kwa muda ambao hawajayapa kipaumbele, safaqata duniyahum, maisha ya dunia yao, kuyapa maisha ya dunia kipaumbele kuliko nini? Unaona, soma ala dinihim, itawaziwia, itawakinga, itawasaidia muda ambapo hawajaitanguliza dunia, mapambo ya dunia, maisha ya dunia kuliko nini? Kuliko nini? Tukiingia watu wa la ilaha illallah, tukaifanya dunia ndio bora kuliko dini, la ilaha illallah haitusaidii chochote. Mimi Muislamu, lakini unapenda sana dunia. Bal tuthiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tuelewe. Fa idha atharu safaqata dunyahum, watakapokuwa wametanguliza sana maisha ya dunia yao, ala dinihim, kuliko dini yao. Faidha atharu, hao watu wa la ilaha illallah wakiipa athari safaqata duniyao, mahitaji ya dunia yao, maisha ya dunia yao, kama leo tulivyo kwamba mwanafunzi anakuwa na begi la 20,000 anapokuwa anaenda primary school, lakini akienda chuo anaenda na mfuko wa chakachaka. Hamjaona? Alafu najiita wewe ni mtu wa la ilaha. Wapi shekhi, unajidanganya. Mfano mdogo ni huu tu. Mtoto anaenda shule primary school, mzazi anaamka asubuhi anamshindikiza mpaka kwenye school bus, lakini mtoto anaenda madrasa, wewe nenda utachelewa, nenda. Na Sheikh Habibu anasema na nguo haitamuliki, wewe chukua hata panga iko hapo, nenda tu. Lakini nguo za school mwambie baba, umenyosha nguo zako? Zimenyoka baba. Mfano mdogo ni huu. Tumeshaamka, alafu najua sisi ni watu wa la ilaha. Ndio maana makafiri watugeuza tu kama mboga ya majani. Maana mboga ya majani yageuzwa vyovyote vile. Kwa Mtume anasema, ni kauli ya Mtume, watakapokuwa ni watu wa la ilaha illallah, lakini wakatanguliza maisha ya dunia kuliko maisha ya wapi? Ya akhera. Thumma qalu, kisha wakawa ndio wanasema la ilaha illallah, lakini wanasema hivyo wakawa wana sifa ya kutanguliza maisha ya dunia. Leo mashehe wanatoa wadhi dakika saba. Mbunge hana muda. Shehe utasema dakika 7, lakini mbunge anazungumza kiwango chote. Hii si kwamba umependa dunia kuliko akhera au ikoje? Labda mimi sielewi. Sahihi. Ndio maana nikachagua. Thumma qalu, kisha kwa anasema la ilaha illallah. Wakisema hivyo Mtume anasema inafanywaje? Anasema ruddati alaihim, wanafanyaje? Inarudishwa. Kwa hiyo wako watu katika sisi haijafika la ilaha hapa kwenye bibi haijafika, kwa sababu ukisema la ilaha inafanyaje? Hapa pakinganya yarudishwa. Wewe cha uongo wewe. Sheikh Omar unalia, ni ngumu hii. Ni ngumu. Sasa kama inarudishwa, ina maana hata zile shahada za ndani ya sala zote zishafanyaje? Ile ashhadu an la ilaha illa Allah. Unapenda dunia kuliko dini. Mtume anasema, wakisema thumma qalu, wakasema la ilaha illa Allah, ruddati alaihim, wanarudishiwa, lakini bora ungerudishiwa. Waqala Allahu, alafu Mungu anafanyaje? Mungu anasema nini? Kadhabtum, waongo nyie. Takumdanganya, mnadanganya mimi. Sikia na tafsiri ndefu, mimi na tafsiri 1000, na tasbih 1000. Alafu tasbih zote zisharudishwa, wewe unabaki. Zote unazo hapa, mbinguni hazienda. Kalla innal kitaba al-abrar la fi
Kufika iliyun, unajua iliyun tutakuja kusoma katika ilmu pale iliyun tuione. Iliyun katika nafasi za juu kabisa, ni katika store za juu. Store tukufu zinaitwa iliyun. Itapanda kule unasema hapa haja kwa una nani dunia. Unamuona shekhe yuko hapa anasubiri daradala na bi shekhe bana tutaonana. Na wewe hapa una 2000, una 3000 kwa nini simpandishe boda? Lakini kamchuchu kako kaimweka ukuta tu. Baby, mbona ukapi? Nasudi. Bana taksi uko mbali njoo hapa. Si ndio tuliko hivyo? Unakaa TikTok masaa mawili. Qur'ani haina nafasi ya kusoma. Ni pamoja na hiyo ni athari ya kupenda dunia. Sheikh Isa tumepeleka mbali. Lakini wale unachungulia, mimi si unanijua tunaona karibuni kila siku. Ndio hii na hii ndivyo hivyo Qur'an. Inna sanulqi alayka qawlan. Qur'an ni package kamili. Ni package imetimia. Kwa ndio maana sisi tunachukua tafsiri maudhui. Tunachukua kitu pamoja tu. Tosha. Kwa hiyo watu wengi tulisharudishiwa na tumeshaambiwa waongo, na hii imekaa vibaya kwa sababu nilisema hadithi mwanzo, huwa mtu haendelei kusema uongo hata yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka unaandikiwa mbele kwa Mwenyezi Mungu jongo hilo. Mtu akiendelea kusema uongo, Mungu anamwandika, andikeni katika waongo huyo, ndio katika daftari la waongo. Alafu ikizidi sasa Mungu akanamjia Jibril, unajua mimi namchukia fulani. Hebu na wewe mchukie. Yule anakuchukia afa anakuja kwa malaika. Nyinyi Mwenyezi Mungu anamchukia fulani bin fulani. Na mimi nikasema nimchukie, nimeshamchukia. Na nyinyi mchukieni. Sasa kama utakuwa unadanganya la ilaha illallah, unapendwaje? Ndio maana masomo mengine unakaa nyumbani hivi unasoma, mkeo anakuuliza, "Ustadhi leo ulali?" Utalala hii, unalalaje? Ulali. Darasa letu tunaishia hapo, hatuna maswali leo. Tunaishia hapo. Allahu wa rasuluhu a'lam.